Serikali ya Mapinduzi Zanzibar ujenzi wa barabara ya Masingini Kijiti yenye urefu wa kilomita 6.7 ni miongoni mwa matokeo ya juhudi zinazochukuliwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika kuimarisha miundombinu ya usafiri wa barabara kwa lengo la kurahisisha upatikanaji wa huduma mbalimbali za kiuchumi na kijamii kwa wananchi wote wa Zanzibar. Ujenzi wa barabara hii ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya CCM ya mwaka 2025-2030 ambayo tuliahidi wakati wa kipindi cha kampeni za uchaguzi cha kuomba ridhaa kutoka kwa wananchi ili kuiongoza nchi hii kuwa tutaendelea kuzikamilisha barabara za ndani zenye urefu wa kilomita 275.9 Unguja na Pemba. Leo hii tumethibitisha ahadi zetu. CCM oye! Hivyo basi ujenzi wa barabara ya Masingini Kijiti yenye urefu wa kilomita 6.7 ni sehemu ya barabara za ndani ambazo tunaendelea kuzikamilisha kama tulivyoelekezwa na ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 ambayo tuliahidi kwenu, na lengo la Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi ni kuhakikisha kuwa barabara zote za ndani zinakuwa na lami na kuweza kupitika muda wote. Ndugu wananchi, maelezo ya kitaalamu kuhusiana na ujenzi wa barabara ya Masingini Kijiti yalielezwa kuwa ujenzi wa barabara hii umegharamiwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na sio barabara hii tu ambayo tunaijenga kwa fedha zetu za ndani, bali zipo barabara nyingi ambazo serikali inazigharamia wenyewe. Masingini Kijiti ni barabara ya kimkakati sana, ambapo tunasema kwamba imekuja kuwa msaada mkubwa wa barabara ya kubwa ambayo ilikuwa na msongamano mkubwa, hususan katika kipindi cha asubuhi na jioni, katika shughuli ambapo watu wanaelekea makazini asubuhi, lakini katika kipindi cha jioni ambacho watu wanarudi kutoka katika shughuli zao. Kwa hiyo ujio wa barabara hii tunasema kuwa umekuja kuwa mwarobaini wa kutibu lile tatizo lililokuwepo katika barabara ile ya Bububu, kwa maana kwamba imekuwa mbadala wa njia ile. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara hii tunafahamu kwamba itarahisisha shughuli mbalimbali za kiuchumi, ambapo itawanufaisha zaidi wananchi waliopo katika maeneo haya ya Kijiti na maeneo jirani, kwa sababu huduma mbalimbali ikiwemo za kibiashara, lakini masuala ya kiutalii pia yataimarika, kwa sababu tunafahamu kwamba barabara hii ipo katika msitu wa hifadhi na eneo kubwa la utalii. Kwa hivyo itaongeza kipato kwa wananchi, itachachua masuala ya kiuchumi, lakini pia barabara hii itaongeza usalama barabarani kwa kupunguza msongamano pamoja na ajali za barabarani. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali chini ya uongozi makini wa Jemedari Dr. Hussein Ali Mwinyi, daktari wa maendeleo, itaendelea kuwekeza katika swala la miundombinu. Tutaendelea kukarabati barabara ili kuhakikisha kwamba miundombinu yetu inakidhi kwa wananchi wa sasa na wa baadaye. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na wananchi wote walioko hapa, napenda kufahamu kwamba kwa mujibu wa ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya 2025, serikali ilitakiwa kujenga barabara zenye kilomita karibu 196.7, lakini kutokana na miongozo, busara za Mheshimiwa Rais na maono yake ya kutaka kuiona kwamba Zanzibar inaendelea kukua katika masuala ya kiuchumi na maendeleo, serikali ikaweza kujenga zaidi ya kilomita 1084 ambazo barabara hizo zimejengwa mjini na vijijini, barabara za ndani na maeneo ambayo yanakwenda katika maeneo ya kiutalii na mengineyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, serikali kupitia Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ina mipango mingi kuelekea kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030
Moja ya mikakati ambayo tumejipangia, kwanza kumaliza barabara zote ambazo tulizipanga kuzijenga katika kipindi cha 2020-2025, lakini pia kutengeneza au kusimamia ilani hiyo ambayo inatutaka kujenga zaidi ya kilomita 800 katika ilani hii ya 25-30. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hii ni Chum TV.